Nikipeleka kule napotakiwa nitoe nini? Risiti irudi kwa mchangiaji. Lakini kumbuka ile hela ikishachangiwa sio ya mwenyekiti, sio ya mtendaji, ni fedha ya serikali. Na ikishakuwa ya serikali, serikali ina utaratibu wake. Ile fedha haitotumika mpaka iingie kwenye nini? Akaunti ya kijiji. Iingie kwenye akaunti ya kijiji. Hatukusaji tunasema tuziweke tu hapa. Sasa hizi mchanga toa hapa, kanunue mchanga. Umetumia fedha mbichi. Kwa mujibu wa sheria za fedha, hata jela unaenda. Sisi tunaelewana? Kwa sababu ile fedha ni ya wananchi. Na kama ni wananchi, maana yake ni kwa ajili ya shughuli za serikali. Kwa kama ni serikali ya kijiji na akaunti ikaweka ile hela, kwa hata unapotaka kuitoa lazima utaratibu ufuate uliowekwa na halmashauri ya kijiji. Mtia saini ni fulani, mtia saini ni fulani. Huko mtatia saini wewe. Kama haijafuata utaratibu, mkija hapa mimi pia mtia saini. Na kabla mkurugenzi hajaidhinisha hela itoke, lazima ipite kwangu. Ikija kwangu na mimi nikiona taratibu hizi hazijakaa sana, kuambia hii mkurugenzi afanye nini? Haidhinishi, rudi kaanze moja. Fedha iliyokusanywa haikutosheleza kukamilisha ujenzi kwa sababu baadhi ya watu hawajatoa michango yao ya ujenzi. Kwa mfano kijiji cha Sori, wananchi takriban 180 hawajatoa, huku wananchi zaidi ya 1400 hawajatoa michango upande wa kijiji cha Kilemakuu. Idadi hii haijathibitishwa na idadi kamili ya nguvu kazi kijiji cha Kilemakuu. Pili, kutokuwajibika wananchi ambao hawakutoa michango ya ujenzi kwa zahanati, ofisi ya kijiji, kwa kuwachukulia hatua za kisheria na viongozi wa vijiji. Tatu, hakuna uwazi na uwajibikaji wa vifaa vya ujenzi au kutofuatwa kwa utaratibu za manunuzi, ili hii imepelekea muda mwingine manunuzi ya vifaa kufanywa na mtu mmoja. Sita, uhifadhi wa fedha taslimu za michango ya ujenzi na viongozi wa serikali badala ya kuweka kwenye akaunti za benki. Na kama Sori zaidi ya miaka 3 hakuna kitu ambacho kimeendelea, na wananchi walipokaa wamelalamika vitu vingi hata vya nyuma ya hiyo miaka 3, na hasa kunapokuwa hakuna uwazi wa kutoa taarifa. Kwa mfano Sori waliweza kuwapa taarifa ya mchango wa kwanza, lakini watu wakachangishwa tena 5000. Hiyo ripoti ya hizo 5000, ripoti ya mbunge sijui alichangia, haijasemwa tena kwenye mkutano mkuu. Kwa